Kwa jina naitwa Deborah. Kwenye series ya Itakuwaje nimecheza kama Zara. Naitwa Daniel and kwenye Itakuwaje nimecheza kama Eric One. Naitwa Faida. Kwenye Itakuwaje nimecheza kama Ayana. Jina langu naitwa Julius Keloma, almaarufu kama Brayo. Kwenye Itakuwaje nimecheza kama Eric namba 2, boyfriend wa Zahara na Ian. Jina langu ninaitwa Yahya Haisu Mkakile. Katika hii tamthilia ya Itakuwaje nimecheza kama msimamizi wa apartment. Yaani sisi tulikuwa tunawapangisha wapangaji katika jengo letu. Kwa hiyo mimi nilikuwa ndio manager pale. Jina nilotumia nilikuwa naitwa Mr. Mwani. Aina fulani ya mimea ambayo inaota chini ya bahari. Jina langu naitwa Hawa Mkwizu na katika series ya Itakuwaje nimecheza kama mpangaji wa Mr. Mwani. Mpangaji ambaye nilikuwa nikishuhudia baadhi ya vitu ambavyo walikuwa wakifanya Ayana na rafiki yake Zara. Okay, kwenye hii series kitu ambacho nime-experience ni kujua namna ya kubalance urafiki. Lakini pia nimejifunza uaminifu. Kwamba mnapokuwa marafiki ni vyema sana mkawa wazi kwa marafiki ili kuepukana na mambo ya kama mnavyojua sisi vijana kuna mambo ya mahusiano. Kwa hiyo ukiwa mwazi kwa rafiki yako ambaye ni wa karibu inaweza kuwasaidia mkaepukana na mambo ya sharing, yani kuchangiana. Kwa upande wangu mimi hapa experience yangu kwenye series ya Itakuwaje nimejifunza ushirikiano. Kwa sababu mara nyingi kufanya kazi kama hii sio rahisi. Kwa hiyo kwenye mmoja, yani mmoja kwa director, producer, wasanii, DOP ni watu ambao tumeshirikiana vizuri kwa upendo, kwa kuelekezana bila shida na yoyote. Imerahisisha experience kuwa rahisi na kufanya kazi iende kwa haraka zaidi. Kwangu mimi nime-experience kwamba ni vizuri kuwa na upendo na ushirikiano na kujua jinsi ya mtu ambaye unaishi naye yuko vipi. Nime-experience vitu vingi sana. Ufanyaji wa kazi kwa production walikuwa wako very active, kwa hivyo nilivutiwa sana na hicho kitu. Lakini pia the way ambavyo wasanii tulikuwa tunapeana ushirikiano na baadhi ya scene pia nime experience vitu vingi tu, hususan kwenye hii series ya Itakuwaje. Ni vitu vingi sana mimi binafsi nime experience. Naam, ambacho nimejifunza ndio ku experience Yes. Ambacho nimejifunza katika hadithi hii ya Itakuwaje. Kwanza nimejifunza kwamba ukupigao ndio ukufunzao. Yani ukipata pigo na elimu unapata humo. Lakini pia nikajifunza wanasema kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kuna bwana mmoja mle anaitwa Eric. Yeye bwana alikuwa ndio wale wanaita hit and run. Katika orodha ya wanawake walikuwa nao akaja kukutana na sehemu kuna ulimbo. Akanasa. Akanasa. Ndio kitu nilichojifunza. Kwenye series ya Itakuwaje, Zara ni msichana fulani ambaye haeleweki. Kwenye ukorofi yupo, kwenye upole yupo, yani anabadilika kulingana na mazingira. Lakini pia Zara ni msichana ambaye ana huruma sana. Pia Zara ni mtu ambaye ni mcha Mungu. Lakini pia Zara ni msichana ambaye anapotaka jambo lake litimie huwa analifocus, na pia yani yuko tayari kufight kwa ajili ya kile kitu kukipata. Na pia Zara ni mtu mmoja sio binafsi. Yani akiona familia fulani haielewani, yuko tayari yeye akae pembeni ili familia iungane.
huyo ndo Zara. Kwenye series itakuwaje, Eric ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye ana upendo sana kwenye familia yake, kuanzia mama yake and sasa kwa mdogo wake Ayana. Ni mtu wa familia, mtu mwenye sheria kali, mtu ambaye ni unajua, mtu ambaye amekulia ni mazingira ya kuwa na ndugu mmoja tu. Kwa hiyo anamlinda yani kama yani hataki chochote kimtokee mdogo wake. Pia Eric ni mtu wa wanawake yani anapenda sana hizo mambo za ni mtu ambaye ana list ndefu ya wanawake, kwa penda fulani. Kila mwanamke anayekutana naye anataka kujionyesha kwamba yeye ndo mwamba, anajua kutongoza nini, vitu kama hivyo. Kwenye series itakuwaje, Ayana ni msichana mkorofi sana, anapenda ugomvi sana. Yani anapolitaka lake lazima liwe na kwa ugomvi, yani hajai kuwa mpole, yani muda wote anawaka. Lakini pia ni msichana ambaye hana huruma, na ni msichana ambaye akiona jambo fulani, yani kama akiona jambo ambalo linamuhusu, sema halimuhusu, yeye analifocus lile la kwake. Yeye ni msichana mkorofi, japokuwa ana huruma na ana upendo ndani yake. Kwenye series ya itakuwaje, my best scene ni ile ambayo finally Eric aliweza kutambua kwamba mimi namuhitaji na yeye akanihitaji, kwa sababu nilipenda ile scene kwa sababu of course nilijitahidi kadri ya uwezo wangu kama mwanamke kushow jinsi gani namuhitaji Eric, na kama mwanaume aliona kweli huyu mwanamke ananihitaji, so jambo langu lilitiki. Kwenye itakuwaje, scene ambayo ilikuwa ni bora sana kwangu and niliipenda ilikuwa ni ile scene ambayo Eric alikuwa amejificha chini ya uvungu, alikuwa amekuja kumuona Zara. Kwa hiyo ghafla mdogo wao akawa amekuja akaja na akawafumania. Sasa ile situation ambayo kaka mtu anamhoji mdogo wake, wewe kuhusu mimba, na mdogo mtu naye anamhoji kaka, wewe unafanya nini hapa? Kwa hiyo ile situation it was emotional, lakini pia ilikuwa ni nzuri. Somehow funny pia hapo. I enjoyed. Kwenye series itakuwaje, sehemu ambayo niliipenda ni ile sehemu ya Ayana yani halijirudi akawa binti mpole, yani akachukua pati ambayo haikutegemewa na watazamaji, alijishusha pamoja na wote ambao alitokea nyuma, alijishusha, yani akakubali yote, yani akaepusha shari zote, akakubali kila kitu kiende sawa bila ugomvi wowote, pamoja na yeye ni msichana mkorofi, yani akubali kushindwa. Lakini hapo alicheza kwa feeling sana, yani aliepusha yote yapite. Na sehemu nyingine nilipenda ni ile sehemu ambayo nilikuwa namringishia hivi Zara, maex wa kakaangu Eric. Yani nilikuwa kama namkera fulani hivi, alafu najua kabisa anakereka, lakini nilikuwa nafanya kusudi. Kwenye series ya itakuwaje, kwa kweli si ni ngumu kwangu. Ya kwanza ni scene ya emotion, yani pale ambapo Ayana ameniona mimi ni mbaya
kuwa na kaka yake, yani chanzo cha mimi kuwa na kaka yake kumesababisha yeye kutengana na familia yake na kukamfanya yeye ajue kwamba sio mtoto wa ile familia. So kutokana na yale maneno yake, kiukweli yaliniumiza, kwa sababu hakuna kitu kibaya kama mtu akuone ni mchonganishi wakati unajua kabisa wewe sio mchonganishi. Kwa sababu mimi I was just fighting for my love hivyo, lakini kwa yeye akachukulia ni jambo lingine kabisa. Na nilimuelewa kwa sababu ya hapo nyuma jinsi ambavyo mimi na yeye tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo nilimuelewa kwa sababu huyu ni kaka yake kabisa, wivu lazima awe nao. Lakini pia sini ambayo kwangu ilikuwa ni ngumu ni pale kwenye mwenye nyumba. Imagine umekutana na adui yako kwenye chumba. Kwa bahati mbaya tu mnakutana mtu ambaye mlikuwa mnagombana sana tangu zamani. Lakini Mungu alivyoajabu anakuja tena anawapatanisha kwenye chumba kimoja. Tena by accident kabisa. Then nakuja kuambiwa kwamba ni mtu ambaye natakuwa niishi naye. Alafu kumbuka adui ni adui tu. Huwezi kuishi na adui nyumba moja. Sababu unakaa hata ukilala unakuwa una amani. Una amani kabisa. Sini pia ya mwisho kabisa ambayo kwangu ilikuwa ni ngumu, na kwa sababu ni pale ambapo Ayana amegundua mimi nimemchonganisha na kaka yake. Kumchonganisha na kaka yake kulimfanya yeye anitishe zaidi. Akanijia na kisu. Unajua kisu ni kitu kingine. Alafu mtu anatembea nacho hivi anakuonyesha hichi kisu. Mbona hichi kisu? Sasa leo ndo utajua mimi naye mshindi nani usiku. Usiku ndugu yangu kuna mengi. Unalala. Nikawaza usiku mzima akinichoma nani atakuwa mshindi? Ni yeye. Kwa hizo ndo sini zangu 3 ambazo kwangu zilikuwa ni ngumu na kwenye itakuwaje, sina ambayo ilikuwa ni ngumu kwangu sana. Sidhani watu wengi kama wanaweza kutegemea, lakini ni mahusiano yangu na mdogo wangu Ayana. Kwa sababu mimi binafsi kwenye maisha yangu sijawahi kuwa na mdogo wa kike. Japokuwa nimetamani sana muda mrefu sana maisha yangu, kitu ambacho nimekuwa nikitamani. So ile kutengeneza ile bond kwamba mdogo wako wa kike hivyo ana majanga ana madrama hivyo, ilikuwa ngumu sana kwangu, lakini mwanzoni nilipata shida, lakini kadri siku zinaenda it was easy for me. Kwenye series itakuwaje, sehemu ambayo ilikuwa ngumu kwangu ni pale ambapo mimi nimejipa imani kwamba naenda kukaa mwenyewe kwenye chumba changu ambacho nimekilipia. Alafu naenda nakutana na adui yangu ambaye ni wa muda mrefu, ambaye ni wanamchukia, sitamani hata kuja kuonana naye. Alafu naenda nakutana naye yaani kwenye maisha ya utu uzima. I say nilikuwa situation mbaya, yani sikutegemea. Sehemu ya mwisho ambayo yani sitakuja kuisahau katika maisha yangu yote ya sanaa ni sehemu ambayo nilitengana na kaka yangu kwa sababu ya Zahara. Yeye ndo alitutenganisha. Unajua kwenye maisha mtu unakuwa unapitia vingi sana, alafu unapokuja kwenye sanaa unaweza ukapewa pati ambazo yani ukicheza zinakutoa kwenye mood kabisa yani. So ile pati ambayo niligombana na brother wangu ambaye ni Eric kisa Zahara, kuna emotion fulani ambazo zipo kwenye uhalisia for my life, so yani zilinitoa out of mood. Yani hiyo ni sehemu ambayo ilikuwa ngumu kwangu kwa sababu yani nilishindwa hadi kuendelea. Ilibidi nikatishwe kwanza kwa sababu yani sababisha hadi watu wengine wakaa katika mood of kwa sababu yangu. Hizo ndio sehemu ambazo
ziliniumiza na zilikuwa ngumu kwangu. Kwenye series ya Itakuwaje, ambacho naweza nikamwambia mashabiki kwamba wasiache kuifuatilia, kwa sababu ni series ambayo kwa maisha ya kawaida vitu vingi sana vimo mule, na watu wanapitia zile changamoto na tunakutana navyo kwenye uhalisia, na ndio maana kuna baadhi ya yani kuna wakati tulishindwa kuendelea kutokana na vitu vilivyopo mule ni vya ukweli kabisa. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mtu akiangalia ana uwezo wa kujifunza na ikamsaidia pia katika maisha yake. Yeah. Nachoweza kuambia mashabiki ni kwamba wakae tayari kwa ajili ya kuenjoy, kufurahi, kucheka, kulia. Kwa sababu kila mtu amefanya kwa nafasi yake, kila mtu amejitoa, sometimes tumekesha, yote kwa ajili ya kuwapa burudani mashabiki zetu. Kwa hiyo just be ready, kuna kitu kizuri sana kinakuja. Mimi nachoweza kuambia mashabiki wakae mkao wa kula, kuisubiria tamthilia yetu ya Itakuwaje, kwa sababu ni series nzuri sana ambayo ina mafundisho mengi, ina vichekesho vingi, visa, mikasa, inahuzunisha pia. So yani wakae mkao wa kula, ni series nzuri sana, wasiache kuifuatilia. Tunaomba ushirikiano wao. Mashabiki nawaambia wakae tu mkao wa kula, kwa sababu Itakuwaje ni moja kati ya series nzuri sana ambayo ina vitu vingi ndani yake. Kwa hiyo wasiache kuifuatilia, lakini pia wasiache kusubscribe YouTube channel ya Tuga Film TZ. Lakini pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram Tuga Film TZ, Facebook Tuga Film TZ na TikTok pia, kwa sababu huko ndio kutakuwa na taarifa zote ambazo zitaweza kusema series yetu ni lini inaingia YouTube na vitu kama hivyo. Kwa hiyo watufuatilie, tunaomba support yao. Tamthilia ya Itakuwaje ni moja kati ya tamthilia za kipekee sana, na wakaribisha, karibuni sana muangalie mpate uhondo. Ambacho naweza kueleza kuhusiana na tamthilia hii kabambe ni kwamba mnatakiwa mtembelee katika mnaita nini, social media. Zote, hususan YouTube zote, nikimaanisha kwamba YouTube unaandika Tugha, yani namba 2 GHAA, Tugha Film TZ, yani TZ. Ukienda TikTok hivyo hivyo, ukija Facebook hivyo hivyo, ukija wapi naita ile nyingine inaitwa Instagram. Instagram, nitaka kusema TikTok connection. Instagram unaandika hivyo Tugha Film TZ. Karibuni sana, mwende mkasubscribe, mwende mkashare, mwende mkacomment na kulike. Napenda kuambia watazamaji kwamba wasipange kuikosa Itakuwaje series. Itapatikana katika YouTube channel yetu ya Tuga Films TZ. And kuna kazi nyingi hata hivyo. Sio hiyo tu, wataenjoy zaidi ya hizo. Hatujai kufeli, hatujai kufanya kitu ambacho kimezoeleka. It's always new and unique. Kwa hiyo to comment, to like, to subscribe Tuga Films TZ. Series yetu ya Itakuwaje inapatikana kwenye YouTube channel Tuga Film TZ. Usisahau kusubscribe. Tunaomba support zenu. Series ya Itakuwaje itapatikana katika YouTube channel ya Tuga Film TZ. Nadhani utaipata huko. Usisahau kusubscribe, kucomment chochote ambacho unataka kutushauri sisi ambao tutakuwa tumecheza. Lakini pia usisahau kulike na usisahau pia kushare, kwa sababu kuna wewe, afu kuna yule, afu kuna wao. Wote wanatamani kuijua Itakuwaje inahusu nini. Asante. Kwanza napenda kutoa shukrani zangu kwa uongozi mzima wa Tuga Films kwa kutuamini,
kuwa nasi kuanzia mwanzo wa production mpaka mwisho. Pia ili kuweza kufuatilia series yetu unaweza kuingia pale kwenye YouTube channel inaitwa Tugaa Films TZ 2GHAAFILMS TZ. So follow, like, comment and share kwa wenzako.